warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabii ambaye peke yake Mwenyezi Mungu amempa utukufu na akamtuma kwa ajili ya walimwengu wote. Siku nyingine ambao lazima tuseme alhamdulillah kwa ajili ya neema Uislamu. Mwenyezi Mungu ametuneemesha akatupa neema Uislamu na akatufanya miongoni mwa viumbe ambao wako hai. Lazima tuseme alhamdulillah. Mimi wananiita Salim, sijui wewe wanakuitaje? Mimi wananiita Evans. Evans. Yes. Asante sana. Mimi Muislamu. Mimi ni Mkristo. Asante, kumbe Mkristo. Yes. Asante sana. Maswali nataka uweke kwa meza tuyasikize mapema na tuone yapi ambao tutaweza kuyafanyia harakati yaweze kujibiwa. Ni kweli tuko ange na tuko hapa kujua na kuelewa na kufahamu zaidi. Asante, ubarikiwe. Ndio. Weka swali kwa meza tulisikie. Swali gani uko nao wa kuwauliza Waislamu? Nina maswali mengi. Tuanze moja baada ya nyingine kwa sababu ukiuliza kwa yote hatutaweza kujibu. Tunamalizana na moja tunaenda kwa ya pili. Ni kweli kabisa. Mara nyingi nimekuwa nikiwafuatilia katika mtandao hasa wewe wakati unakuwa unafundisha. Na leo umebahatika mimi ndio niko pia. Kweli kabisa, ndio maana nimekuja jana, nimekuwa hapa na nilitamani sana uwe ni wewe. Asante. Maana uwanga unaona unajibu vyema kulingana na Biblia na unasema kwamba kuna mahali nimeona ukiwa unafundisha upande wa pipeline. Ukawa unasema kwamba Yesu pia alikuwa Muislamu. Hivyo ndivyo nimefuatanisha ama nimefuatilia mafundisho yako na ukawa unatoa sababu kutoka katika Biblia. Nami nikawa najiuliza swali, kama unathibitisha kwamba Yesu ni Muislamu na ulithibitisha katika maandiko ama katika Biblia, swali langu ni mbona haufuati hiyo Biblia? Ndio swali yako. Ndio kweli. Sababu kama unasema Yesu ni Muislamu na amekuja na Biblia, mbona haufuati wewe hiyo Biblia hasa kama Muislamu? Asante sana. Hakuna mahali popote niliposema Yesu ni Muislamu amekuja na Biblia, hapana. Nabii Isa ibn Maryam amepewa kitabu kinaitwa Injili, hajapewa Biblia. Biblia ni mkusanyiko wa vitabu uliokusanywa na mtu anaitwa King James katika 1611 ndio wakaiweka wakaileta katika Afrika. So Biblia haijapewa nabii yoyote. Nabii Isa alipewa kitabu kinaitwa Injili na yeye ni Muislamu. Na hata gazeti kisema Nabii Isa ni Muislamu takubali kwa sababu ndio haki ilivyo. Unapata vizuri eh? So Biblia ni mkusanyiko wa vitabu, inatokana na neno Biblos, sio kitabu kilichopewa nabii yoyote, hapana. Tofauti na Injili, Zaburi, Taurati na Qur'ani. Qur'ani imepewa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaburi imepewa Daudi alayhi salam. Injili imepewa Nabii Isa ibn Maryam na Taurati imepewa Nabii Musa alayhi salam. Lakini hakuna mtu aliyepewa Biblia. Biblia ni mkusanyiko wa vitabu. Kwa hivyo sasa nauliza swali kulingana na hiyo Injili. Leta sasa. Ile Injili ambayo Yesu amekuja nayo, na una support kwamba Yesu alikuwa Muislamu, swali langu ni je, mbona ukubaliani nayo? Injili yenyewe ile inapatikana kwa Biblia, sio ya Yesu, ni ya Mathayo. Moja Mathayo, hebu muonyeshe hapo juu. Sio ya Yesu. Hapana, Yesu hakupewa na Mathayo. Moja sikiza inasemaje. Piga hapo juu aone. Inasema mwalimu wangu. Hapa kichwa chake. Injili. Kama alivyoandika Mathayo mtakatifu. Hii ni Injili aliyoandika Mathayo, si aliyopewa Nabii Isa ibn Maryam. Hii ni ya Mathayo. Mathayo kaandika vitu alivyoviona, sio iliyopewa Nabii Isa ibn Maryam. Ni kweli. Na mimi nina swali bado pale. Leta swali yako. Wewe hii Injili unayoihubiri ni ya nani? Ama hii unayofundisha katika Qur'ani ni ya nani? Hii inayofundisha katika Qur'ani ni ya huyu Qur'ani 26:109. Nianzie hapo. 26:99. Nianzie hapo. Yenye inahubiri ni ina mwenyewe, sikiza habari. Tuone ni ya nani. 99 nianzie. 26. 99. Nianzie hapo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na hawakupoteza ila wale waovu. 119 nianzie. 119 mwalimu wangu.
inasema, kwa hivyo tukamuokoa yeye 191 ama 190. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na uende pole pole ndiye asikie. Na kwa yakini Mola wako ndiye mwenye nguvu, mwenye rehema. Asante. Na bila shaka hii Qur'ani, sasa hii Qur'ani ambayo tunayoifundisha ni uteremsho wa Mola wa walimwengu wote. Rudia asikize vizuri. Bila shaka hii Qur'ani ni uteremsho wa Mola wa walimwengu wote. Yani Qur'ani ni kitabu alichokiteremsha Mwenyezi Mungu ambaye anaitwa Mola wa ulimwengu wote, ndiye ameteremsha hii Qur'ani. Ameteremshaje? Teremka. Ameteremsha haya muhuisha sharia mwaminifu Jibril. Asante. Juu ya moyo wako. Akateremsha malaika mwaminifu ambao anaitwa Jibril alayhi salam. Akateremsha juu ya moyo wa bwana mtume Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Ndio na mimi sasa naifundisha hiyo. Ni kitabu kilichotoka kwake Mwenyezi Mungu. Ni kweli, hata nami Injili ninaamini ya kwamba inatoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini sio ya Mathayo. Mathayo ameandika ama anatoa ushuhuda kwa yale ambaye aliyoyaona. Kwa vile wewe sasa hivi uko hapa hivi unatoa ushuhuda wa Qur'an ambaye imeteremshwa na ule Mungu ambaye umesema. Asante sana. Hivyo ndivyo navyo pia nami naamini kwamba Mathayo ameleta hii Injili kwa sababu yeye pia alipitia kwake ni kwa ajili ya kunifikia mimi. Hata nami naamini hivyo. Asante. Ili tufahamu mtu ambaye anatupa maneno ya Mungu, lazima tujue lineage yake kidogo. Huyu Mathayo ni mtoto wa nani kwanza? Anaitwa Mathayo nani? Kwa sababu Yesu anaitwa Isa ibn Maryam. Yesu mtoto wa Maryam. Tunajua mamake anaitwa Maryam. Huyu Mathayo surname yake ni gani? Ya babake ni gani? Ukienda kwa Yeremia anaitwa Yeremia bin fulani. Sasa huyu Mathayo ni Mathayo huu. Yani ni Mathayo nani? Ndio tumjue kidogo. Mathayo kulingana na Injili, Mathayo ni mfuasi aliyekuwa mmoja wapo wa mwanafunzi wa Yesu. Sina tatizo. Nimeuliza jina yake ya pili na Mathayo nani? Kwa mfano wewe ukiitwa Aaron, unasikia anaitwa Aaron Kamau, Aaron Odhiambo, so tunajua huyu ni babake Odhiambo. Sasa huyu Mathayo ili apeane maneno ya Mungu, ni nani haswa yeye Mathayo? Kanio unaweza tueleza jambo lolote kuhusiana na Mathayo? Ni mtoto wa nani? Sina ufahamu wa hilo. Sasa mtu anaweza kuja na una ufahamu wake anakupa tu maneno ya Mungu bila kumjua background yake, genealogy yake. Ndio nakueleza kwamba yeye amekuja kueleza Injili kwa vile pia yeye alivyopokea vile wewe unavyoitoa kwetu sisi. Mimi sikufahamu zaidi maana unahubiri ama unatangaza hii Qur'an. Sasa hivyo nasi na kuna watu wale wanaamini katika imani ambao unawaelekeza. Unajua kwa nini kana shaka na Mathayo 9:9 Mathayo? Na shaka kidogo. 9:9 mwalimu wangu. Na Yesu alipokuwa akipita kutoka huko. Sikiza, huku kuna mtu anaandika kwa sababu Yesu hajasema nami Yesu nilipokuwa nikipita. Inasema na Yesu alipokuwa akipita huko akafanyaje? Na Yesu alipokuwa akipita kutoka huko aliona mtu ameketi forodhani. Aitwaye Mathayo. Ala, Yesu alipokuwa akipita huko aliona mtu ameketi forodhani aitwaye nani? Mathayo. Marisia akasemaje? Akamwambia nifuate. Yesu akamwambia nifuate. Na mwenye anaandika hichi kitabu tunaambiwa anaitwaje? Mathayo. Na anaandika Yesu alipokuwa akipita huko alipata mtu anaitwa Mathayo. Alinipata mimi ama alipata mtu? Alipata mtu anaitwa Mathayo. So kuna Mathayo aliyekuwa mfuasi wa Yesu na kuna Mathayo ambaye anaandika? Hapana. Rudia hiyo statement. Naye Yesu alipokuwa akipita kutoka huko. Alipokuwa akipita kutoka huko. Kumbuka ni Mathayo anaandika. Hii ni Mathayo 9:9. Naye Yesu alipokuwa akipita kutoka huko. Aliona mtu ameketi forodhani. Aitwaye Mathayo. Aliniona nimeketi forodhani niitoe Mathayo ama alimuona mtu anayeketi forodhani? Alimuona mtu ameketi ambaye anaitwa Mathayo. Na anayeandika ni nani? Anayeandika ni Mathayo. Alafu anaandika kulionekana mtu mwingine anaitwa nani? Hapo sija kupata tena. Rudia. Naye Yesu alipokuwa akipita kutoka huko aliona mtu ameketi forodhani.
aitwaye Mathayo. Katika uandishi mzuri angesema naye Yesu alipokuwa akipita aliniona nimeketi forodhani nilitoe Mathayo akaniita, lakini yeye ana refer another someone. Thus kunaonekana kulikuwa na Mathayo wawili, kuna huyu mwandishi na kuna huyu aliyeambiwa fuate Yesu. Yeah. Sasa huyu mwandishi ndio tunashaka naye, kwa sababu inaonekana sio yeye ambaye alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Kwa sababu yeye anasema Yesu akipita aliona mtu aketie forodhani, alikuwa akiitwa Mathayo ule mtu. Yesu akamwambia ondoka nifuate. Lakini angesema Yesu aliniona, hakusema Yesu aliniona, Kwa hivyo alimuona. Kwa hivyo unamaanisha kwamba Biblia hii ama mimi naiweka jinsi ninavyoita, unamaanisha kwamba neno hili si la kweli? Na maanisha Mathayo mwenye mwandishi sio mwanafunzi wa Yesu, ni habari alizopewa. Na habari za kupewa zinawezekana zikawa za kweli na zingine ukabahatisha za uongo. Habari za kufikishiwa. Kwa mfano, hata Luka hakuwa mwanafunzi wa Yesu. Luka mwenyewe hakuwa mwanafunzi wa Yesu. Luka 1:1, sikiza anasemaje. Kabla hujaenda implemento, Luka 1:1. Luka pia hakuwa mwanafunzi wa Yesu, ni habari alizoelezwa na wale waliokuwa mashahidi wakati wa Yesu. So hao waandishi hawakuwa wakati wa Yesu, ni habari wanazoelezwa. That's why wanaweza kosea, kwa sababu sio watu ambao waliona. Sikiza inasemaje Mathayo 1:1. Inasema kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu. Asante. Kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona. Asante. Na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Asante. Nimeona vyema mimi nami, kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo haya yote tangu mwanzo, kukuandikia kwa taratibu Theofilo mtukufu, upate kujua hakika ya mambo yale uliyofundishwa. Luka naye anasema alifanya his own research, alijitafutia. Maneno ya Mungu ujitafutii, maneno ya Mungu ni ufunuo. Ujitafutii, ukiona mtu anayejitafutia, hiyo sio maneno ya Mungu, ni maneno yake. Kwa sababu maneno ya Mungu ni revelation. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakujitafutia, alifunuliwa. Nami nauliza jinsi unavyoeleza hii Qur'an, na wewe haukukuwepo wakati ilishushwa na kupitia mtume wenu Muhammad. Nawe vile unavyoeleza hivi, pia mimi nikichukua niseme kwamba yale maneno nayo niambia sio sahihi, kuna ubaya? Hakuna shida, utanipa ushahidi kama venye nakupa. Kwa sababu mimi katika Qur'ani naambiwaje? Qur'ani 53:3. Mbona vitu viko wazi? Sikiza, mimi naelezwa namna gani? Ndio na swali mnanisaidia bwana. Hamna shida. Kama wewe ukimaliza maswali nitachukua maswali, najua ni mengi. Mimi peke yangu. 53:3 mwalimu wangu. Qur'an. Kwenye kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wala hasemi kwa matamanio ya nafsi yake. Tunaambiwa anza 2. Yaelewe kabisa. Kwamba mtu wenu huyu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakupotea kwa ujinga wala hakukosa na hali ya kuwa anajua. Asante. Wala hasemi kwa matamanio ya nafsi yake. Muhammad hasemi kwa matamanio ya nafsi yake. Hayakuwa haya anayoyasema Muhammad, ila ni wahai, ufunuo uliofunuliwa kwake. So Muhammad hakufanya research, ni ufunuo, ni revelation iliyofunuliwa kwake. So tofauti na mtu kama Luka, yeye alifanya research na wale wengine wanasema walifanya research. Lakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunaambiwa yale anayoyazungumza ni revelation anayotoa kwa Mungu, anapewa. Na hiyo ndio kauli ya manabii, wanapewa revelation, yani ufunuo. 3:7 Amosi. Tumsaidie kaketu. Manake naona ako karibu tu. Akisilimu nafasi iko. 3:7 Amosi. 3:7 mwalimu wangu. Nasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. So Mungu anawafunulia manabii, wanapewa revelation. That's why ukiona mtu anasema nilifikiria, huyo anakuwa sio katika manabii wa Mwenyezi Mungu, wala sio mtu aliandika maneno ya manabii. Kwa sababu manabii wakati wanafunuliwa wanaambia wafuasi wao andikeni kadha wa kadha wa kadha, sio mambo ya kufikiria. Ni kweli, ndio baadhi ya mitume wale walioanzisha kuhubiri Injili
unaposoma baadhi ya mitume wale ambao wameandika Injili, wengi wao walifunuliwa, na kama walifunuliwa ndio wao wakawa waanzilishi wa kuhubiri ama kutangaza yale mambo ambayo wamefanya nini, wameyaona wakati ule, wakati wameonana naye huyu Yesu sisi tunayemfuata. Ndio nasi pia tunaingia katika hiyo njia na mtaratara wao, chinzi walivyofanya nini, walivyoeneza hiyo Injili. Kwa hivyo hilo ni swali ambalo umenieleza na nimelipata. Nina swali la pili. Uliza swali ya pili, lakini nimekuwa na doubt sana unaposema mnafuata Yesu. Nimekuwa na wasiwasi, kajiuliza wewe ukiwa Mkristo utamfuataje Yesu wakati Yesu hakuwa Mkristo mwenzako? Mimi nina swali, mbona unasema kwamba si Mkristo? Naye kuna maandiko yale yanayosema kwamba amefanyika kuwa Kristo na wafuasi wanaomfuata wameitwa Wakristo kwa sababu wanamfuata yeye. Hivyo ndio katika andiko gani? Katika andiko gani tuliangalie? Manake mimi ninavyojua Yesu anaitwa Isa ibn Maryam. Kristo manake ni neno lolote linaitwa kiongozi ambao ni mpako wa mafuta. So mtu yote alikuwa ni mpako wa mafuta anaitwa Kristo. Natokana na Christos. Unaona? So katika neno la Kiebrania wanaita Masihi. Petero wa kwanza kuanzia mstari wa 9. Haya, Petro wa kwanza 9. Ona Yesu alikuwa Mkristo. Hii mpya kwangu. Petro wa kwanza. First Peter, kuanzia 9. 1:9 1:9 Petro wa kwanza. Naam baba. Katika kuupokea mwisho wa imani yenu. Asante. Yani wokovu wa roho zenu. Asante. Katika habari za wokovu huo, manabii walitafuta na kuchunguza ambao walitabiri habari za neema iliyowafikia nyinyi. Asante. Wakatafuta ni wakati gani, walitabiri ni wakati upi, na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Asante sana. So kwa hivyo manabii wale wa kwanza Roho wa Kristo alikuwa ndani yao. Ndio maana sisi wakati tunahubiri katika Injili ya Yesu Kristo tunafanyika kuwa Kristo kwa sababu sisi tumekuwa wafuasi. Na unavyoangalia vile ilivyokuwa mwanzo, ukiangalia sasa 2, ukiingia 2, kuna vitu zinapatilika kwa wale wanaomwamini katika Kristo. Katika 2 ule tu, Petro 2 anzia mstari wa 11. 2:11. Inasema, wapenzi, na wasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho, muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo huwasingizia kuwa ni watenda mabaya, watazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. 11. Nishamaliza. Imeisha. So imenipita kidogo. Hata ikikupita, tukirudi ile ya kwanza, sijaona mahali inasema Yesu alikuwa Mkristo. Inasema manabii wanatafuta wakionywa na Roho wa Kristo. Roho wa Kristo nani? Kristo ni nani? Kristo tunaambiwa ni mpako wa mafuta. Sasa Samueli wa pili 2:10, piga fanusi yake muonyeshe. Inasema, mwalimu wangu, neno hili Masihi, na alione na macho yake, ndio hii. Sije ukasema tumeandika sie. Neno hili Masihi kwa Kiebrania maana yake ni mti wa mafuta, au mwenye kuwekwa wakfu kwa kutiwa mafuta. Asante. Ili awe mfalme, au kuhani, au nabii. Kwa Kiyunani ni Kristo. Unaona? So Kiyunani ndio wanatumia neno Kristo. Kiebrania wanatumia neno Masihi. So Masihi maana yake ni mpako wa mafuta, au awe nabii au kuhani. Kwa Kiyunani wanamuita Kristo. So wakiona kama rais wa Kenya ameenda kwao wa Yunani, watasema Kristo amekuja hapa, kwa sababu wao wanaita kiongozi wowote anaitwa Kristo, ni mfalme. Na mimi sikuuliza hiyo, niliuliza kuhusiana na dini ya Ukristo. Yesu je, alikuwa dini ya Ukristo? Kwa sababu sisi tunajivunia, tunasema Yesu ni Muislamu, ndugu yetu, na tunamuitanga ndugu yetu, our brother in Islam, kwa sababu ndio haki ilivyo. Sasa nyie wa Kristo mnaposema bado mnamwamini huyu Yesu, tunaona kuna kitu tunachanganyikiwa. Je, mtaaminije Muislamu wakati nyinyi si Waislamu?
Sasa kama Yesu hakuwa Muislamu, alikuwa dini gani? Ndio ungetupatia. Vile umeeleza kulingana na hiyo maandiko unavyosema kwamba Kristo ni mtu ambaye ako na kiongozi. Kuna vile vitu ambazo amezitaja pale. Hebu unaweza mpako wa mafuta. Neno hili Masihi kwa Kiebrania maana yake ni mtu wa mafuta au mwenye kuwekwa wakfu kwa kutoa mafuta ili awe mfalme au kuhani au nabii. Kwa Kiyunani, kwa Kigiriki ni Kristo. Ndio hiyo. Sasa si unaona hata pale jina kuhani liko pale. Kabisa, kuhani ni wale watu walikuwa wanaongoza katika masuala ya kuchinja, masuala ya ibada, walikuwako makohani. Walikuwa wanatokana na kabila ya Lawi kama sijakosea. Walikuwa wanaitwa makohani hao. Sina tatizo nao. Hao pia wanaitwa Kristo kwa sababu Kristo ni mpako wa mafuta au mtu anafanya hizo kazi. Swali yetu ilikuwa ndogo. Huyu Yesu ambaye mnamfuata ni huyu Muislamu au ni mwingine? Sisi tunafuata ule Yesu aliyefunuliwa neema akatuletea na akakomboa ulimwengu kupitia kwake. Lakini hakuwa Mkristo. Ni Mkristo. Sasa wapi imeandikwa alikuwa Mkristo? Yes. Ngoja kama uko na swali utakuja. Haina shida, acha nimalize naye. Nitakupa nafasi. Kuna mahali popote kwa Biblia inasema ama Yesu maisha yake sasa ingia kanisa? Yes. Maisha ya Yesu. Kwa mfano Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiingia msikiti wa Makka, unajulikana. Muhammad alikuwa akiingia msikiti wa Madina. Yeye ndiye amejenga pale msikiti wa Madina, inajulikana. Mtume Muhammad alienda mpaka msikiti wa Baitul Muqaddas Palestine, akaingia huko Jerusalem. Inajulikana Muhammad kaingia msikitini. Nabii Ibrahim alayhi salam alikuwa akiingia msikiti wa Makka. Inajulikana vizuri. Paka tunaambiwa kuna mahali panaitwa makamu Ibrahimu. Pale Makka, Ibrahimu alikuwa akisimama akiswali katika msikiti wa Makka. Sasa swali ndogo, je, maisha ya Yesu duniani, kuna wakati hata mmoja amewahi tembelea kanisa akaingia, na liko nchi gani hilo kanisa aliingia? Aliingia, kuna mahali aliingia sinagogi. Wakati ule wako wanaita kanisa, lakini ilikuwa inaitwa sinagogi. Sinagogi, Biblia hebu tuiangalie. Sinagogi inatuambia ni nini? Kumbe aliingia sinagogi, hajaingia kanisa. Sinagogi. Namba 4 hiyo. Sinagogi, msikiti wa Wayahudi. Allah, kumbe Biblia inatuambia mchungaji kuwa sinagogi ni msikiti, sio kanisa limekuja baada yake. Asanti, na mimi nakubaliana na wewe. Kanisa limekuja baada ya Yesu kuondoka duniani. Limeletwa na kijana mmoja akiitwa Paulo, ambaye alikuwa ni mpingaji wa Yesu, ndiye akaanzisha kanisa kwa sababu alijua Yesu alikuwa anaenda msikiti. Hiyo mimi nakubaliana wewe. Kanisa imekuja kumpinga Yesu kwa sababu wanajua Yesu alikuwa akienda msikitini. Na Yesu anasema, "Jitieni nira yangu, mujifunze kwangu mimi Yesu." Sasa wewe inafaa ujifunze kwa Yesu, uende msikitini. Lakini sijaona katika Biblia, hiyo umenionyesha Qur'an. Hii ni Biblia, hii sio Qur'an. Qur'an ndio hii niko nayo hapa. Mchungaji, hii ni Biblia kwenu. Ni kweli. Tena mmeandika wenyewe. Ni kweli. Lakini tunapoangalia the genealogy ama mahali kanisa limeanzia, wakati sio Paulo ameanza kanisa. Nani ameanza? Ni mitume wa Yesu Kristo aliyotembea nao ndio walianza kanisa. Ukisoma katika Acts of Apostles. Ngapi tuisome? Na ilianza wapi kanisa, nchi gani? Ilianza Antioch. Hapo ndipo kanisa lilianzia, wakati mitume, wakati Yesu ameonekania mara ya pili. Sasa ndio wakaenda wakaanza kuhubiri na kutangaza injili. Ukisoma Acts of Apostles chapter 2. 2 ngapi? So ni refu, maana inahitaji uianzie kutoka juu kiteremka. So haina ile specific ile tunaweza pata point mpaka ukae chini. Ndio nasema kwamba Acts of Apostles chapter 2 inaeleza vile mitume walivyokusanyika na ndio wakaanza sasa kufanya nini? Kuhubiri injili. So hapo ndipo kanisa lilipoanzia. Paulo ule unayemuongelea amekuja kupokea injili baada ya yeye kuhubiriwa, ama baada ya yeye kuchukua ama kushika wale watu waliokuwa wanahubiri injili, maana alikuwa mpingaji wa hiyo injili. So baadaye alipojua ukweli ndipo sasa akapata naye kupokea hiyo injili, naye akaifanya zaidi kulingana vile alivyoelewa. Asante. Nimekuelewa. So unasema wakati Yesu ameondoka ndio wanafunzi wakakuja wakaanzisha kanisa. Petro katika Matthew 16 anzia pale, hapo ndipo sasa ilikuwa msingi wa injili kwanza katika Petro, ya kanisa. Katika Petro 16
18. Anzia 17. Anza 17. Wakati Yesu mwenyewe ametambua nani Petro. Hakuna tatizo. Yes. Mbona vitu vizuri? Unanisaidia ndugu. Asante sana. Inasema nami nakwambia wewe ndiye Petro. Asante. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Asante. Wala milango ya kuzimu haitalishinda. Endelea. Unaweza anzia juu uone kwanza vile kulivyoanza. Unaweza anzia 14 pale. Anza 14, hakuna shida. Sasa tupate point yake. Labda tuende kwa swali ya mwingine. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Akawauliza wanafunzi wake, akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simon Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simon Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Endelea. Yes. Ndio hiyo pale. So point yangu pale ilikuwa ni kwamba katika ufunuo ambao Petro aliyokuwa nao katika Kristo ndio uliosababisha unapoangalia wakati wa Yesu sasa kukamilisha kazi yake alipopaa. Kabla ya kupaa, andiko inasema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Huyu anayesema atalijenga kanisa nani? Yesu mwenyewe. Yesu. Na Yesu mkweli muongo? Ni ukweli. Wapi alijenga? Ili atimize maneno yake tuone ya kweli. Kwanza lazima tuelewe na tufahamu kanisa ni nini, maybe tufundishane pale kwanza. Mimi nazungumzia kuhusiana na jengo, ndio nikakwambia Muhammad kaingia kwa msikiti ambao ni jengo. Ninakataza leo kanisa. Utapata swali. Ngoja kaka amalize. Mbona mtaki? Sasa lazima amalize. Usipate jazba. Huyu ni mchungaji, wacha amalize. Natamani watu wangu na watu wa Mungu waelewe. Tafadhali kwanza lazima tuelewe kanisa ni nini. Kanisa si jengo. Asante. So ukiona mtu ameweka jengo akaandika kanisa, huyo mtu ni muongo, amekosea. Asante. Unaona vile kaka ako vizuri. So hii yote imejengwa huku ikaandikwa kama ile imeandikwa King Highway Baptist Church. Hiyo ni serikali ikujue. Hiyo ni matamshi ya serikali, hata hiyo Mungu so ni vitu serikali kujua, lakini si ukweli, ni uongo. Kanisa lazima uelewe kanisa ni nini. Ndio nataka nielewe, kwa sababu mimi naonanga jengo limejengwa linaandikwa church. So hiyo ni uongo, sio kanisa. Hiyo wanaweka uongo ndio wajulikane na serikali. Ni ukweli, ni kama baadhi tu kitu ya kuonyesha katika macho. Mfano wewe vile umevaa, wacha naweza tumia huyu ndugu kwa mfano. Vile amevaa hii kanzu. Mimi nikiwa pale ndaelewa kwamba ndugu yangu ni Muislamu. Kwa hivyo likiandikwa pale na liwekwa msalaba, mtu ataelewa rahisi kwamba hapa ndipo. So kanisa, lakini hiyo sio maamuzi ya Yesu, hiyo sio kanisa. Hata Yesu mwenyewe alipoingia pale alisema nyumba ya Baba yangu. Hakuita kanisa. Asante. So kanisa ni nini? Kwa sababu umetuambia hizi jengo ni za uongo. Sikuwa najua. Nimefurahi sana. Kiongozi akiniambia hizi kanisa za uongo. Ukiona mtu anaandika church, hiyo ni uongo, ni biashara anafanya. So kanisa ni nini? Kwa sababu hii sio kanisa. Hiyo imeandikwa katika, aje niboweze kuwaonyesha katika maandiko, imeandikwa katika Isaya 56 mstari wa 7. 56:7. Unaona sasa hatungepata haya mafunzo. So mtu anajenga nyumba anaandika church ni ya uongo. Kaka anatueleza. So kanisa wacha atuonyeshe ni gani haswa. 56:7. Nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu, na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Asante. Makafara yao ya dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu. So nyumba ama hii tunayoona ni nyumba ya sala, lakini sio kanisa. Ngoja kwanza. Umeleta swali lingine. Kwani kwa kanisa watu wanasali? Kwa sababu hii imesema nyumba ya sala. Na sisi Waislamu ndio nasikia hayya ala swala. Si ndio tunaitwa katika kusali. Kwani Wakristo wanasali? Pia tunapokuandika pale tunafanya maombi. Sisi tunaomba. Kuna tofauti ya kuomba na kusali. Ndio nikauliza kwani Wakristo wanasali? Kwa sababu hii imesema nyumba ya Mungu itaitwa nyumba ya sala. Sasa nauliza Wakristo wanaswali? Tunaomba.
Kuna tofauti ya kuomba, unaweza omba ukitembea. Kusali lazima utawadhe miguu, uoge mikono ndio uende kusali. Sasa Wakristo wanasali Na usujudu. na usujudu upeleke uso chini, hiyo ndio inaitwa sala ikiwa complete. Sasa nimestuka hapa Isaya, kwani Wakristo wanasali siku hizi? Si tunasali na tunaomba yote. So kwanza mnasali, mnapeleka uso wanyu chini, mnatawadha, kwa sababu kusali huwezi kusali hivi hivi, kuna maandalizi. Kwanza unatawadha ndio usali. Mnatawadha Inalingana na utaratibu ule ambao nyinyi wenyewe mmeweka jinsi ya kujiweka mbele katika kuabudu Mungu. nyinyi ndio mnafaa kuweka utaratibu au vitabu ndio inafaa kuwapatia utaratibu? Biblia ndio inatupatia utaratibu. Haya, angalia neno tawadha inasemaje hapo nyuma, tuone utaratibu wa Biblia inasema ufanyeje hiyo ya kusali. Tawadha Ninawa ama oga mbele ya kufanyaje? mbele ya kusali. Ala, kumbe kwanza unatawadha ndio uweze Kusali. Sasa Wakristo wanatawadha kwa sababu msikiti ndio tumewekewa nini ya kutawadha ndio tusali. Je, Wakristo wanatawadha ndio wasali? Wako. Hawafanyi hivyo. So Wakristo hawasa? Huwa tunatoka kwa nyumba kama tushajiandaa. So Si kweli kwani utaenda kwani Wakristo na kuabudu bila kuoga? Hakuna tatizo. Si watu naoga. Hakuna tatizo. Yes. Kutawadha na kuoga ni vitu mbili tofauti. Wameandika pale kufanya nini? Nawa, oga mbele ya kusali. Sasa nawa ambayo inazungumziwa pale ndio imewekwa vitu mbili. Imeambiwa nawa, oga mbele ya kusali, ni vitu mbili. Unanawa, kuna kunawa. Sasa huku kunawa ndio unasikia unanawa mikono, unanawa kichwa, unanawa miguu ndio unaswali. Kuna kuoga na kutawadha vitu mbili tofauti. Wamesema tu hapa vizuri. Sikiza vizuri, tawadha maana yake. Tawadha. Sikiza, Maana yake ni nawa. Kwanza sikiza, kitu ya kwanza ni kunawa, Oga, alafu unaoga, mbele ya kusali. Sasa nyinyi mnaoga hamnawi. Basi wamesema tuoge. Sasa wewe unaoga haunawi ya kutawadha. Nawa ama oga. Sasa hii ya kunawa ni gani? 13:5 Yohana. Tumpeleke polepole kaketu. Ataelewa. Mchungaji mdogo. Mpola. Alafu niingie kwa maswali, naona mengi mno. Inasema kisha katia maji katika bakuli. Yesu akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Unasikia, kutawadha ni specific specific viungo. Sio kila mahali. Malizia. Na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaje kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, teremka, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Teremka. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Unasikia? Sio mikono peke yake, sio miguu peke yake, hata na mikono na kichwa. Na ndio unaona Waislamu wanatawadha mikono, wanatawadha kichwa na miguu, ndio unaenda kusali. Sasa nyinyi hamsali, munaomba. Sikiza. Yesu ndiye akiwa kichwa cha kanisa kulingana na Waefeso. Maana yeye ndiye amefanyika njia kulingana na Yohana 14:6. Kwa hivyo kile ambacho haja tueleza sisi tufanye, hatuwezi fanya. 13:13 hiyo Yesu anasemaje? 13:13 Yohana. Yesu anasema watu wafanyaje? Hapo 13:13. Inasema mwalimu wangu. Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana. Yesu anasema mnaniita mwalimu na tena mnamuniita Bwana. Na ndio mnasema Bwana Yesu ndiye kimbilio changu. Ndio mnasema. Sikiza habari. Nanyi mwanena vyema. Tena Yesu anasema mnanena ukweli, mimi ni mwalimu. Malizia. Maana ndivyo nilivyo. Yesu anasema mimi ni mwalimu. Sikiza sasa anasemaje? Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Kumbe Yesu anasema yeye amefundisha na nyinyi wafuasi yake inafaa pia muwe mnatawadha. Natawadha. Sasa wewe unatawadha?
Mimi wana lakini si kwa hawa wengine. Ngoja kwanza. Yesu amesema ni mwalimu. So wewe kwa sababu ni kiongozi pale kanisani, usajua ukweli, unafanya lakini hutaki wafuasi wafa? Hapana. Mimi si wewe umesema unatawadha wewe? Mimi nasema mimi mwenyewe vile niko hivi. Wewe unatawadha. Mimi naoga si kutawadha. Sasa si unaona umemruka Yesu? Yesu hajasema kuoga, rudia 13. 13 mwalimu wangu. Wewe unamruka Yesu. Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana. Asante. Nanyi mwanena vyema. Asante. Maana ndivyo nilivyo. Asante. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. So Yesu amesema yeye amewafunza kwa sababu amewapatia kielelezo, lakini inafaa na nyinyi muwe mnatawadha. Sawa? So wewe unasema utawadhi, wewe unaoga. Sawa, maana yake unamruka Yesu na yeye ndio mwalimu. Nami ni kwa swali pale. Nina swali. Lete swali. Kwako wewe mwenyewe. Ndio huyu mimi nimesimama. Kama wewe unafuata vile mnavyosema mnadawadha ndio muingie msikitini. Shida iko wapi kuamini hii injili? Mnatumia Qur'an 5:6 kwa sababu Qur'an imetueleza 5:6. Sisi hatuna shida ya kuamini, tunaamini na tunatenda. Kwa sababu tunaambiwa imani bila matendo imekufa. Huwezi kusema nimeamini lakini hauna matendo. 5:6 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, mnaposimama ili mkaswali, basi osheni nyuso zenu. Asante. Na mikono yenu mpaka vifundoni. Na mpaka vichwa vyenu. Na osheni miguu yenu mpaka vifundoni. Na mkiwa na janaba, basi ogeni. Sisi tunaambiwa tukiingia lazima tuoshe mikono, tusikutue mdomo, uso, yote tumeambiwa na ndio tunafuata. Sasa nyinyi ndio hamfuati maagizo ya Yesu. Maanake wewe ni kuonyeshana si mfuasi wa Yesu, kwa sababu chochote Yesu anafundisha unafaa ufuate. Wewe unakuwa ni mpinga Kristo, lakini sisi unatuona kama ndio wapinga Kristo, wakati wewe ndio mpinga Kristo. Unakataa maagizo ya Yesu na maagizo ya Biblia unakataa pia. Mimi sijakataa. Unafuata yote? Ninafuata. 3:11 Luka baba. Sisi tutamkagua hapa huyo mchungaji mdogo huyo. Unafuata? Amesema yote ya Biblia anafuata. Sikiliza 3:11 baba. 3:11 mwalimu wangu. Safiri. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Akawajibu akiwaambia, mwenye kanzu mbili na ampe asiye na kanzu. Wewe uko na kanzu? Mimi sina kanzu kwa sababu mimi si Muislamu. Asante. Naye Biblia inasema nikiwa na kanzu mbili nikupe ngapi? Nikupe moja. Uko tayari kuchukua kanzu? Sasa wewe unapinga Biblia, ndio nikasema wewe ni mpinga Kristo na ni mpinga Biblia. Hebu sio mimi nimesema, Biblia ndio imesema, yeye ananiambia sitaki hiyo kanzu. Sio mimi nimesema, ni Biblia. Na amesema haitaki. Unaona? Hebu rudia tuone imeandikwa nini. Na angalia hapa mchungaji mdogo. Unajua ni mchungaji. Angalia imeandikwa nini. Akawajibu akiwaambia, mwenye kanzu mbili. Unaona wapinga Kristo wanasema sio kanzu, wakati Biblia waandishi waliandika ni kanzu. Na hawakueleza ni kanzu gani. Kwani kanzu inakuanga gani? Sikiza. Ndio mimi nauliza swali. Hata unaposoma Qur'ani na usome Biblia, haijaeleza nguo mwafaka. Asante, ngoja kidogo. Inayompasa mwanaume ama inayompasa mwanamke. Asante. Si ni ukweli tumekuja tukapata hizi vitu siko hata wewe mwenyewe kabisa, lakini kanzu imeelezea kanzu ni mavazi ya aina gani. 16:4 kitabu cha Walawi. Kanzu sio nguo ya mchezo hivi hivi. Na ndio wewe ukaniambia ukiona mtu na kanzu usajua Muislamu. So Biblia inakuamrisha uvae kanzu ndio uwe Muislamu. 16:4. Kwa nini? Kanzu ni vazi tofauti. Sio kama hii shati yangu na koti yangu. Sikiza inasema. Anasema ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Atafungwa ule mshipi wa kitani. Naye atavaa ile kofia ya kitani. Hayo ndiyo mavazi matakatifu. Ni kwa sababu inajulikana mavazi matakatifu. Na ndio ukaona wale viongozi wenu walipogundua hili, utawapata wengine wanavaa kanzu, lakini wanazuia wafuasi.
kwa sababu anajua kuna siri katika yale mavazi. Yanavaliwa na kila mtu. Anavaliwa na kila mtu kwa sababu kila mtu ni mtu wa Mungu. Kwani kuna mtu wa shetani? Una swali lingine? Nina swali la mwisho. Uliza swali ya mwisho, kuna kijana hapa naona hapo mbio sana na maswali. Asante, nina swali la mwisho. Lete hiyo ya mwisho. Munaamini katika roho? Tunaamini katika roho 16:105 Qur'an. Tunaamini katika roho, tunaamini. Tunaamini katika roho. Asante. Wewe uamini 16:105 baba. Sasa tunahari kama sijakosea na mbili. Anza na mbili. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema Roho Takatifu. Yaani Jibril. Tunaamini kabisa katika Roho Takatifu. Tena naamini hata nasi tunaamini katika Roho Takatifu. Na tunaposoma, msomaji, ingia katika Yohana 4. Katika Yohana 4 anzia mstari wa 23. Roho Mtakatifu mnamuita nani? Roho Mtakatifu nani? Unajua kuna Roho Mtakatifu na kuna roho zile mnasema sijui niko na roho. Ile sasa inayoiongelea ni roho wa Biblia anayeitwa Roho Mtakatifu, si roho. Sio ile mnasemanga mko nayo. Wajana hii nyingine. Wewe uko nayo? Roho wa Mungu anaitwa Mtakatifu. Wewe uko na hiyo roho? Mtakatifu ni kitu ambacho yani kimejitenga, hakihitaji kitu kingine ili kiweze kukuzwa. Hiyo ndio maana ya utakatifu. Kwa hivyo ninapoongelea roho, naongelea Roho Mtakatifu, Holy Spirit, ule ambaye ameandikwa katika neno la Mungu. Wala sina shida. Wewe ulituambia huwa unahubiri, si ndio? Mhubiri maana yake labda pastor ama wale madiko na nini. Wewe uko na roho ile mnasemanga nina Roho Mtakatifu, uko naye? Unajua afadhali tuulizange wenyewe kuliko tuanze kusema wakienda huu ni mhubiri. Sasa uko naye? Ule roho unapompokea Kristo, unapoamini Kristo, unapewa katika ulimwengu wa roho. Sasa wewe uko na roho wewe? Ni naye. Sasa na huyu roho si anayekueleza mambo ambayo hayajulikani, anakufunulia? Anakufunulia. Asante. Sasa hii anakufunuliaje mimi niko na pesa kama ngapi kwa mfuko? Naomba unielewe vizuri. Naomba unielewe vizuri. Roho ukuongoza katika jambo ambalo Mungu mwenyewe amelikusudia kukufunulia na si wa kulazimisha. Sio kila kitu anakusaidia. Ndio nasema si wa kulazimisha. Akipenda akufunulia kama wakati huo anaweza akafunulia, sawa. Yeye hufanya kazi katika njia ya kipekee. Lakini huwezi hata jua mtu kama ana matatizo kama hana, ni mpaka ule roho atake yeye mwenyewe. Kama Mungu mwenyewe atakusujudia, Mungu hawezi kukusujudia. Wewe ndio unafaa kumsujudia Mungu. Nasema yani atakusudia, nimetumia Kiswahili mbaya. Kama Mungu mwenyewe atasudia wakati huu, then ni sawa, na kama hajaleta siwezi toa kitu cha uongo. So nilikuwa nadhani ati roho anakusaidia, unajua huyu ana matatizo, huyu nini, kumbe hujui hata wewe. Ni kama mimi tu. So hata wewe twende baba. Gani hiyo nataka tumalize? Kaka naona anataka maswali. 23. Alafu sasa tukirudi na Yohana pale nyuma, alafu sasa nimalizie pale. Manake kaka naona ana maswali mengi mno. Inasema lakini saa inakuja. Nayo saa ipo. Ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. So endelea pale. Na kwa maana Baba hata watafuta watu kama hao wamwabudu. Kwa hivyo sisi kulingana na Injili tunaambia kwamba wakati vile ambavyo mambo yalivyokuwa yalibadilika. Sasa tunamwabudu Mungu katika roho na ukweli. Kwa hivyo lile jambo ambalo roho atakufunulia wakati huu ama wakati wowote, basi hauna budi. Utakapopata hayo mafunuo, basi utamwabudu Bwana ama utafanya kazi ya Mungu jinsi inavyostahili ama vile inavyofanya. Sasa wakati huu umefika na ni sasa. Hii imesema wamwabuduo Mungu atamwabudu katika roho na kweli, si mambo ya kufunuliwa. Sasa kuabudu katika roho na kweli ni nini? Ndio ungetueleza. Kuabudu katika roho na kweli, ibada utaabudu katika roho na kweli namna gani? Ndiposa nimekueleza pale, nikakwambia kwamba Mungu anapofanya kazi anaifanya katika njia ya kipekee ambayo mwanadamu hatuna uwezo wa kuchunguza. Tumeambiwa ni ibada. Hata habari za Yesu Kristo, hawa manabii ile kitabu tulianza nayo, walijaribu kuchungulia na kuchunguza jinsi gani itakavyo hiyo neema ambayo iko sasa itakavyotufikia, lakini hawakuelewa, hawakufahamu. Imekuja kudhihirika wakati Kristo amefanya nini? Sasa amedhihirika katika mwili. Asante. Manake nilikuwa nadhani utanieleza ibada ya roho na kweli. Si tunavyofahamu
Kuabudu Mungu katika roho na kweli ni kwa sababu Mungu haonekani. So unapomwabudu unaabudu kama unamuona lakini humuoni, ni katika roho, kwa sababu unamwabudu Mungu ambaye humuoni. So unamwabudu katika roho na kweli kwa sababu humuoni lakini una itikadi Mungu yupo, unamwabudu katika kweli. Inaposema katika roho na kweli inaongelea vitu viwili. Inaongelea imani na katika kweli matendo. Unanielewa vizuri? Asante, nimekufahamu. Katika imani ama katika roho mwanadamu huamini. Na katika roho mwanadamu hufanya nini? Kila kitu kinachotoka ama kila kitu unachokiona ndani ya moyo unakiona hivi ndio kiweze kuonekana, lazima kwanza kiwe kimeaminika ndani. Asante sana. Kama wakati unapoamini ndani, sasa ukweli, kitu kinachoonyesha ukweli sasa ni matendo. Asante sana. Na wewe ulituambia ni mchungaji ama tusije tukakupa cheo ambao una? Mimi ni mchungaji kabisa wa Mungu kabisa. Mbona Biblia naona kama inawatukana wachungaji? 56:10 Isaya. Najua sasa tumemuuliza kama ni mchungaji, kakiri mchungaji. Sasa Biblia, hebu tuelezee hapa mbona inawaita namna hivyo wachungaji? 56:10 mwalimu wangu. Isaya. Walinzi wake ni vipofu. Kwanza tunaambiwa kuna walinzi ambao ni vipofu. Wote pia hawana maarifa. Tena hawana maarifa. Ukisikia mtu hana maarifa maana yake hana knowledge, Wote ni umbwa waliobubu. Biblia inasema tena hawa ni umbwa waliobubu. Hawa umbwa hatujui ni nani. Hawezi kulia. Kuota ndoto. Tena wanapenda kuota ndoto. Niliota usiku. Kulala. Tena hupenda kulala. Hupenda usingizi. Asante. Naam. Umbwa hao wanachoyo sana. Tena wanachoyo, hawatoi kitu bana. Hata ukimuomba hatoi kitu. Hawashibi kamwe. Tena hawashibi hawa umbwa. Na hao ni wachungaji. Sasa lazima uelewe. Nielewe vizuri. Nataka utueleweshe. Nataka niwaeleweshe watu wa Mungu. Wakati Biblia inaongelea watu kama hawa, inaongelea watu ambao hawajifahamu. Mfano nitataja ni kina nani hawa? Inasema kwamba ni wachungaji lakini haijadhihirisha. Nataka nikueleze vizuri. Ni kama saa hizi kuna swali, wakati nimekuwa hapa jana, kuna ndugu alikuwa hapa akiongelea kwamba nyie Waislamu, mbona inji nyingi ambazo siko na vita sana sana ni za Waislamu. Na tunashukuru vile mwalimu alivyofundishwa. Huwezi sema kwamba kitu kimoja kama kimekosea, ni watu wote. So hawa ambao wanaoongelea ni watu ambao hawajielewi, wako katika, ndio wacha niseme wanajiita wachungaji. Ni kwamba hii jasema wanajiita. Unajua Isaya alikuwa nabii wa nani? Nifungulie Waefeso. Kabla hujafungua Waefeso taenda pole, si tunaelimishana. Nauliza Isaya alikuwa nabii wa nani? Aliyekuwa mwandishi wa hichi kitabu kwanza ni nani? Ni Isaya mwenyewe. Si Isaya. Elewe. Mwana wa Yosia. Huyo Isaya ni nabii wa nani? Ni nabii wa Mungu. So nabii wa Mungu anaambiwa kuna watu ambao wanaitwa nani? Wamesema kuna watu, si watu wote. Tafadhali tuelewe Kiswahili. Rudia. Walinzi wake ni vipofu. Wote pia hawana maarifa. Wote ni umbwa waliobubu. Hawezi kulia. Unaona kuota ndoto. Watu ambao hawana maarifa. Wanaongelea tutajua ni kina nani. Kulala. Upendo usingizi. Naam. Umbwa hao wanachoyo sana. Hawashibi kamwe. Na hao sasa tunaambiwa hao umbwa ni wachungaji. Sasa wameita kuna. Hajasema kuna. Tuelewe Kiswahili. Wameanza wakisema nini? Kuna. Yaani ni baadhi. Rudia hapa. Wala sina shida. Wafungulie Waefeso 4. So ndio nikashangaa Isaya mbona anawaita umbwa? Nifungulie Waefeso 4. Waefeso 4 tumalize tusikie swali ya kaka. Unajua mimi nasoma tu. Ni kweli. Waefeso ngapi? Tuchanganye. Anzia 11:4. 11:4. 4:11 samahani. 4:11 Efeso. Muda inaanzia sapa. Soma sapa kwanza alafu turuke twende hapo juu. Inasema lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo. Kila mmoja wetu amepewa neema kadiri ya kipimo. Kama mimi sijapewa unabii, hapana, siwezi kaa hapo. Cha kipawa chake Kristo. Hivyo usema alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Alipaa juu akawapa wanadamu nini? Vipawa. Endelea. Basi neno hilo alipaa maana yake nini? Kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini ya nchi. Endelea. Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa
juu sana kupita mbingu zote, ili vijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, akatoa wengine kuwa mitume, in English it is apostles, na wengine kuwa manabii, na akatoa wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, akatoa wengine wafanye uinjilisti, na wengine kuwa wachungaji, na wengine wakuwe wachungaji, na walimu, na wengine wakuwe walimu. Hivyo ndivyo alivyokawa. Kwa sababu gani alifanya hivi? Soma ule wa mwisho. Endelea tu ile mstari inayofuata. Oho. Kwa kusudi, hivi ndivyo kusudi ama lengo ya kuchakua hawa watu. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Wakamilishe watakatifu kupitia mafundisho, hata kazi ya huduma itendeke. Kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Hivyo ndivyo alivyofanya. Kwa hivyo kile ambacho si chapewa siwezi fanya. Because nimekuambia hapo nyuma ya kwamba kama Roho hajanifunulia kusema haya ama mimi ni kuone, siwezi fanya. Asante. Yes. Haya, tumepata Isaya amewaita hivyo, na sitaki ni dweri huko. Naye Yeremia anaongeza kidonda chumvi 56 Yeremia, alafu kaka jitayarishe. Sikia naye Yeremia anasemaje kuhusu wachungaji tu. Lakini nami pia kwa sababu nadhani hao wa Yeremia walikuwa manabii wa Mungu. Ni kweli ni na hawezi patiana ripoti ya uongo. Ndio ama wanaweza peana uongo. Anatoa ripoti na sikiliza vizuri. Wakati mfano uache tusome alafu peane. Okay. Watu wangu kuacha ukasoma yako. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Asante. Wachungaji wao. Wachungaji wao. Wamewapoteza. Ndio nakwambia kwamba kuna kao watu ambao waliopotea na ni baadhi ya wachungaji. Acha sema yeye mwenyewe maana sijakataa. Ya kwamba hao watu waliopotea wachungaji wao ndio wamefanya nini? Asante. Hata sijasema ni wewe. Unaona una nini? Unapata jazba ni kama unaona nimekudirect wewe mwenyewe. Lakini ni maandiko ndio yamesema wachungaji wanawapoteza watu wa Mungu. Sasa sijakubaliana sio wote. Nitakuja kwa sio wote. Unajua naona unajitetea kwa sababu maybe una kanisa lako ama huyu ni mchungaji bwana Rasmo. Kanisa ni la Yesu si langu. Lakini sasa wewe pale ndio nini kusema? Amenipa uwezo wa kuchunga. Unaona kuchunga unajua. Sasa lazima pale labda utetee kidogo lakini hakuna shida. Hakuna shida. Nimekuelewa. Haya karibu kaka. Sije nawe time yako ikane. Ameogopa si ndio? Ameogopa si ndio? Tusamaliza hivi. Ngoja tumemaliza hivi. Wewe umeniambia si wachungaji wote. Na ndio nilipokuuliza mwanzo nikakuuliza, je, una roho? Kwa sababu kuna wachungaji wanasema tunaponya magonjwa na watu wanaendelea kufa na magonjwa. Sasa tunashangaa wanaponya magonjwa gani na gani watu wanakufa nayo? Tunafufua wafu na watu wakifa hatujaiona mchungaji akaenda kufufua. Ndio kaniambia ni baadhi, na kuna mwingine hata alituambia dunia inaisha juzi na haikuisha. Na anajiita nabii. Sasa wewe umeniambia si wote, nisaelewa. Tatizo liko wapi? Katika Uislamu. Katika Uislamu naamini miujiza. Katika Uislamu miujiza ilikuwa inafanywa na manabii. Sasa ukiona mtu anasema nafanya muujiza ujue huyo ni chizi. Kwa sababu miujiza ilikuwa inafanywa na manabii na ndio mpaka leo hakuna mtu anafanya muujiza Kenya. Kama ingekuwa inafanywa muujiza, kuna mmoja alisema sijui anafanya miujiza wapi. Kuna mbunge mmoja alisema nakuja huko uniponye kwa sababu mimi mgonjwa na unajua naja huko, alifunga hiyo nini. So ngoja kabla tujaenda huko, wewe hapa unaamini nyinyi mnawaponya viwete? Tujaenda mbali wewe. Haya 12 nisikize nijibu. 14 Yohana 12. 14:12. Alafu utafungua Mark 16. Nitajibu na hapo. Sio mimi nisijibu kulina yangu. Chap. Unajua nashangaa 12. Kwa sababu kanisa mnasema mnaponya wakati hospitali nyingi Kenya ni za kanisa. Wacha wasome pale. Ndio nashangaa. Wacha wasome pale. Hata hospitali wanasema amina waambieni. Amina waambieni. Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Naam. Na kubwa kuliko hizo atafanya. Anasema kwa yule ambaye yeyote anaamini na zile kazi zote ambaye yeye amefanya, hata yeye atafanya kubwa kuliko hiyo. Asante. Ngoja kabla hujaenda mbali. Usipeane maandiko mingi. Tunafanya example. Wewe unamwamini Yesu? Ninamwamini Yesu. Asante. Yesu alikuwa akifufua, si ni kweli? Ni kweli. Wewe umefufua watu wangapi Kenya?
Nisikize vizuri. Ndio nimekuambia kwamba kile ambacho Roho haja nifunulia nifanye siwezi fanya. Si wewe umeniambia ukiamini. Angalia mchungaji, usinikoroge. Nisikilize. Ngoja ni msinikoroge. Mchungaji ametuambia hivi, chochote utakachoamini. Hebu rudia hiyo andiko, imesomwa. Tusidanganyeni watu. Lazima tuonyeshane na practical. Hebu rudia hiyo andiko. Maana kuna mtu tunataka uende ufufue. Rudia hiyo andiko. Amin nawaambieni. Sikiza, amin nawaambieni. Yeye aniaminie mimi. Sikiza, yeye ananiamini mimi. Kazi nizifanyazo mimi. Kazi ambazo ninazozifanya mimi. Yeye naye atazifanya. Basi. So ukimwamini Yesu na ukaamini kazi alizofanya, na wewe nitafanya. Asante. Kutulia kidogo kakangu, tuelewane. Yesu alifufua. Na wewe unaamini? Naamini. Umefufua ngapi? Ndio nakwambia, nisikilize vizuri. Mara mingi wakati Yesu alipokuwa anafanya, mara mingi alikuwa anapata revelation kutoka kwa baba yake, na nitaprove. Sijauliza hiyo ya Yesu kuprove. Hii andiko hii. Sikiliza vizuri. Kila jambo ambalo lilitendeka, kila jambo ambalo Yesu alilifanya, hakulifanya kwa shauri lake. Wala sijasema kulifanya kwa nguvu zake yeye mwenyewe. Kama ilingempendeza baba yake ifanyike wakati huo, na ingemfanya. Maana wale Yesu aliowafikia si kufikia watu wote, lakini wale ambao aliwezewa kumfikia na Mungu mwenyewe alimdirect. Alipofika pale ndiye alifanya miujiza. So hii andiko ni ya kweli ya uongo? Ni ya ukweli. Rudia hiyo andiko. Wewe unamwamini Yesu ndio swali. Inasemaje hiyo andiko? Inasema mwalimu wangu. Unajua mchungaji anajaribu kunihepa, lakini mimi namuelewa. Amin nawaambieni. Sikiza Kiswahili. Amin nawaambieni. Yeye aniaminie mimi, condition imewekwa. Yeye anayeniamini mimi, kazi nizifanyazo mimi, kazi ambazo ninazozifanya mimi, yeye naye atazifanya. Haijasema ati atapewa sijui na baba ama nini, hapana. Condition tu ukimwamini Yesu, ukaamini kazi zake, na wewe utafanya nini? Nitasifanya. Asante. Tena kubwa. Asante, hata kuliko za Yesu. Kuliko zake. Asante. Wewe Yesu misakizo kubwa. Yesu alikuwa anafufua. Kweli? Alifufua. Asante. Wewe umefufua ngapi? Ndio nakwambia anayeponya. Nisikizeni nieleze. Mwenye kuponya ni nani? Mwenye kuponya ni nani? Kama basi nitaenda pale niombe na asipone, ama niseme fufuka na asifufuka, nitalazimisha? Mwenye kutenda ni nani? Kama mapenzi ya Mungu atatimiliza yeye afanye. Ni sawa kuelewa mchungaji. So kusema ati ukiamini Yesu utafanya yale aliyofanya si kweli, kwa sababu anayefanya ni Mungu na ni mapenzi ya Mungu. So kusema ati ukifanya yale Yesu alifanya utayafanya si kweli, lakini nimekuelewa mchungaji. Karibu brother. Ni wa kutenda ni Mungu. Nimeamini, sio nyinyi wachungaji wala kuamini Yesu haitendi, anayetenda ni Mungu. Umetujibu. So hiyo andiko walikosea walioandika, kwa sababu walisema ukiamini Yesu utatenda. Kwa sababu iko very clear. Haya kaka, wacha tunisikize huyu kaka. Hakuna shida mchungaji. Ni sawa kuelewa. Huyu kaka ameinua mikono sana. Umepata time kubwa sana. Mchungaji umepata time kubwa sana. Wacha tumsikie swali moja. Wanakuita nani? Mimi naitwa John. Hakuna shida Before niendelee, unajua mahali. Ngoja kwanza, unaitwa nani? John. John, Muislamu Kristo? Mimi ni Mkristo. Asante, swali yako weka. Before niingie kwa swali, nilikuwa nasema hivi, mahali Mkristo yako rasmi utajua, kwa sababu kuna mwanamke hapo kwa msikiti, unaweza pata mwanamke. Asante, swali nzuri. 19:16 Qur'ani. Anauliza kama kwa msikiti unaweza kupata mwanamke. Hujaiona kwa sababu uendi kwa msikiti. 19:16. Sikiza wanawake wamejaa kwa msikiti. Swali yake tena very simple. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Namtaja Mariam kitabuni humu. Mariamu ni mwanamke. Alipojitenga na jamaa zake, akaenda mahali upande wa mashariki wa msikiti. So Mariamu alikuwa akienda kwa msikiti, ni mwanamke. Wanawake wa Kiislamu wanaingia msikitini, lakini kuna upande ya wanawake na upande ya wanaume. Hatuingii kama githeri, yani maharagwe na nini, hapana. Hatuchanganyiki. Na tukienda kwa kiwanja ya kufanya Idi, wanawake wanakuwa nyuma, wanaume wanakuwa mbele, kwa sababu wanaume ndio viongozi wa wanawake. Unaona? Hiyo ndio iko wako wanawake. Sasa ukija msikitini ukisilimu leo, utaona wana mlango yao, wanaingia msikitini, kiongozi
kiongozi, ni imamu mwanaume. Karibu. Swali lingine nilikuwa nasikia mkisema kwamba eti Yesu hakujenga kanisa. Ala, tena umerudi kule tumetoka na mchungaji. Swali nilikuwa nauliza. Venye mlikuwa mnazungumzia. Naona ulikuwa na uchungu sana na hilo. Sasa venye mlikuwa mnazungumzia, unajua kuna huyu mwenye alimsaliti Yesu. Kuna mahali walisema eti zile pesa kuna Judas. Wewe usiconfuse, urudi nyuma, mwache tu kijana. Huyu ni Muislamu amechanganyika. Anasema wewe ni Muislamu, rudi nyuma tu polepole ndio aongee kwa raha zake. Tunatakanga mtu aongee ile kitu iko roho yake. Sasa nilikuwa nauliza swali. Naam. Ikiambatana kama swali mbili. Hii pesa yenye ilirushwa kwa hekalu, walisema alitupa hekalu ikakatika shui mara mbili. Nilikuwa nauliza kwa msikiti hekalu inapatikananga? Hekalu ni moja aliyojenga Nabii Suleimani alayhi salam, iko pale Yerusalemu. Hakuna hekalu ingine duniani. Na hiyo hekalu wanaoingia kuswali ni Waislamu na Wayahudi. Judaism wamegawanya. Wakristo hawapatikani mle. Atulia tumalize na huu. Mbona muna pressure? Sasa pressure yani tukimaliza na huu utakuja. Mbona hata yeye alikaa hapa na pressure yake ikaisha, atakuja atajasema defendiwe. Huyu ni kijana ana nguvu zake. Na Waislamu wanaingia hekalu wanafanyaje? 11:1 Ufunuo. Tumsaidie. Wakimaliza utakuja, usiende mbali. Na usiondoke. Unajua ukiintafia mtu ni kama unamuonyesha yeye hajielewi, lakini kijana anajielewa, wacha amalize alafu mwingine akuje. Nikapewa mwanzi kama fimbo. Asante. Na mmoja kaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu. Asante. Na madhabahu. Na hao wasujudu humo. Na tunaambiwa hao wanaosujudu katika hekalu, unasujudu namna hivi. Kusujudu inatokana na neno sijida. Ndio unakuta upata sijida hapa, unapeleka kipaji cha uso chini, unaambiwa katika hekalu watu wanasujudu. Na ndio unaona ile imebaki imegawanywa mara mbili, Wayahudi ndio wanatumia pande moja na Waislamu wanapeleka nyuso zao chini. Na swali lingine nilikuwa nasikia mkisema eti wachungaji ni wachoyo. Hiyo tumemaliza na mchungaji. Amesema hivyo. Hiyo maswali ndio nimesikiza. Oh. Wewe si mchungaji. Wewe si mchungaji. Hapana, mimi ni mwanafunzi. Nikipata mahali mnafunza lazima nisikie venye mnazungumza baadaye. So kuna venye mlikuwa mnasema eti ni wachoyo si nini. Unajua Mkristo haezi ingia kwa msikiti, mnasema naonanga huku kwa msikiti watu wako huku nje wamekaa huku wanaongojea kama mapega kama wale wa kuomba ili wapate misa. Na sisi umesema kuna mahali wamesema hapa ukiwa na hiki kitu kanzu, eti ukiwa na kanzu upatie, kama uko na mbili upatie mwenzako moja. Kama sasa tuseme umesema sisi wachungaji ni wachoyo. Wachungaji si wachoyo by the way. Unajua sio sisi tumesoma na mchungaji katuelezea. Unajua ukisema nyinyi mnasema inaonekana kama sisi tumekuja kuwapiga wachungaji. Hatujakuja, tumesoma Isaya 56:10. Hatujasema sisi, aliyesema Isaya na mchungaji katuelezea. Sasa ukisema nyinyi mnasema inaonekana sisi tunachuki na wachungaji. Hapana, ni kukwoti tu tumekwoti. Na mchungaji alikuwa hapa hakuwa Meru na akaona na akatuelezea. Unaona Lakini kusema ukweli wale wanakaanga kwa msikiti huku nje ndio wanafaa ama wanafaa kuja ndani ya msikiti ndio mwasaidie huku bila kueleza shida zake, ama anafaa kuwa hapo nje? Asante. Watu wengi ambao wanakuwa pale msikiti nje si Waislamu. Na hiyo nitasema hadharani mbele ya kamera. Wale wanaokuwa pale ni watu ambao wanavaa kanzu, wengine wanavaa buibui, si Waislamu. Kwa sababu Muislamu kukiadhiniwa lazima aingie akaswali. Sala ni wajibu kwa kila Muislamu. Sasa ule ukimuona amekaa pale ni mtu ambaye ako katika kiwango cha fukara au maskini. Na katika sadaka ya Waislamu haijabagua. Sadaka unampatia maskini na fukara. Haijalishi kama ni Muislamu au sio Muislamu, anapewa sadaka. Nanipata vizuri Lakini kuna kitu inaitwa zaka. Zakatul mal haipatiwi mtu ambao si Muislamu. Kwa sababu zaka ina kazi yake maalum.
ya kuwatoa watu katika ile dhiki wakuje katika kiwango kingine. Lakini sadaka tunawapatia watu wote. Ndio unaona hata Wakristo utampata ako pale amevaa hata kanzu yake, akiomba anapewa, kwa sababu sadaka haibagui. Hata nyama tukichinja tunagaia watu wote, wengine ni Wakristo, wengine si Wakristo, na Waislamu wote tunawapatia. Sadaka inapewa mtu yoyote ambao ni maskini na fukara. Ile ni ya kujiheshimu, kwa sababu anajua akienda pale na miniskirt na nini ataonekana huyu naye amekosa adabu, ndio anajistiri ndio apate kamsaada. Tunawaelewa na ndio tunawasaidia. 960 Qur'an na tunawapa tu, na tunawapa. Hata nikiwa naunga jirani zangu hawezi lala njaa, kwa sababu Uislamu inafundisha wasaidie majirani, haijalishi ni dini gani. Hata kama anaabudu mawe, wewe msaidie, lakini muambie waacha kuabudu jiwe. Kazi yako ni kufikisha. Wewe huna uwezo wa kumfanya kuwa Muislamu, ana uwezo ni Mungu anawapatia hidayah. Sikiza habari hata kama ni mpagani. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Naam. Sadaka hupewa watu hawa mafakiri na maskini. Unasikia, haijasema inapewa maskini wa Kiislamu ama maskini wa Kikristo. Imesema sadaka hupewa watu hawa mafakiri na maskini. So tukiona maskini yoyote tunampa sadaka, haijalishi yako dini gani. Na nipata vizuri, tunamsaidia. So ukiwaona pale nje, tulia kidogo kwanza, pumua. Unaona? So ukimuona pale nje usidhani ati wote wamesimama pale Waislamu. Bana, wengi tunawajua, lakini ndio hivyo tunawasaidia. Aya, na hii kitu kingine mlikuwa mnazungumzia mambo ya eti nguo mbili nguo. Hebu weka sauti vizuri nikupate. Usione haya mdogo. Usione haya. Kama umemaliza maswali useme umemaliza. Unajua mimi nataka tusimdhulumu mtu akasema ati wale walinifukuza ati hawanitaki. Hapana. Kama umemaliza sema nimemaliza, tuende kwa mwingine. Naona kuna wengine hata dada anataka maswali. Sawa. Sasa kwa hivyo inafaa wakati watu wanakuja kwa msikiti lazima wafaa hizo kanzu, buibui. Buibui ndio lazima. Sawa? Mwanaume katika aula yake unaambiwa usivae nguo imepita hii ankle iko hapa chini. Unaona Yaani isiende ikaburuta huko chini. Ndio unaona tunakata trouser haivuti kule chini. Unapata vizuri. Lakini mwanamke mwili wake wote ni uchi. Unapata vizuri, isipokuwa uso na vigaja vya mikono. Unapata vizuri. So mwanamke anafaa kujistiri mwili wake. Manake mwanamke dhahabu. Sio tunaonyeshana mke wako kwa watu huko ati wanasema kabeba nini, kabeba nini? Hiyo ni mali yako, wewe ndio umepeleka mahali kwa babake, ama wewe ndio umempa mahali. So hiyo mali yako wewe ndio unafaa kuona na kila kitu. Sio kila mtu aone vyenye iko. Bada vizuri. Anafaa avae vizuri kwa sababu ni haki yako wewe tu uone. Lakini kitu inaonekana kila mtu, hata itakuwa na radha gani baba? Unaona Hapana, usiweke majina makali kaka wewe. Unanipata ni wengine hata hawajui. Unajua wengine wamelelewa katika hiyo environment, hawajui hata kama kuvaa ati tumbo wazi. Kwanza siku hizi wanavaanga wanaacha tumbo hapa katikati. Wanadhani ni fashion kwa sababu wameona wazungu wakifanya nao wanafanya. Wao hawajui kama ni makosa. Inafaa wafunzwe na wachungaji hawa ndio wamelemea kwa kazi yao. Wachungaji ndio wamelemea kwa kazi yao. Hawachungi hiyo, wafunze na Biblia. Unaona So karibu sana. Huyu kaka alikuja mapema sana. Tutamdhulumu. Usiwe na wasiwasi. Ni kweli, si ulikuja mapema. Ni si mdhulumu. Alikuwa mapema na alikuwa akiinua kidole. Sitakangi kumdhulumu asije akasema ngoja kabla ya swali moja. Wanakuita nani kaka? Naitwa Rafael. Rafael. Yes. Muislamu, Kristo? Kristo. Asante sana. Injika swali yako tulisikie. Mimi nina swali na sidhani kama itapatikana hata kwa Quran, lakini naomba mnieleweshe. Haina shida, tajari. La siasa usiulize. Si siasa. Misikiti yote, misikiti ambayo nimeiona kulingana na venye imejengwa inakuanga imewekwa zile horn speakers. Naomba mnieleweshe kama Mungu anakuanga asikii vizuri ndio muweke hizo vitu za kutoa sauti, ama ni watu mnakuanga mna advertise chenye mnaomba. Asante sana. Na hiyo swali nzuri. Mbona kanisa kumewekwa saa hii kumewekwa hii speaker? Kwani hiyo Mungu asikii? Hii speaker imewekwa ya nini? Vizuri sana. Ukiona kanisa kama mimi, kanisa ambalo ninashiriki, speakers zenye zinakuanga zimewekwa pale in most cases, and in most churches, hata hiyo yenye unaona hapo speaker iko huko ndani, ili mhudumu yani mchungaji atakapokuwa na ubiri walio kule ndani ama watakao wakiomba
ni wao wenyewe watasikia hiyo sauti. Hivi wao ndio wanasikia ama sisi tunasikia? Sikiza, Ndio nauliza kitu ambao iko logic ambao iko ndani, lakini sisi tunasikia hapa nje. So wamekosea. Lakini wamekosea hata wao wenyewe. Asante. Sasa swali langu swali yako iko sawa. Ndio nilikuwa nikujibu. Hata ukisikia hiyo, ukienda pale utapata iko mle ndani kabisa. Lakini nyinyi zenu mnakuanga mmetoa huko juu kabisa, huko nje kabisa. So horn speaker zinawekwa juu. Kitu ya kwanza ni kwa ajili ya adhana. Adhana ni kuwaita watu waje katika kusali, kwa sababu binadamu ni mtu ambaye anakafirika. Kukafirika ni kusahau. So anakumbushwa, ndio unasikia hayya ala swala, hayya ala fala, anakumbushwa. Binadamu ni mtu wa kukafirika. Hakuna binadamu aliyekamilika. So inawezekana sala imefika kumbe uko stori zako, lakini ukisikia adhan unakumbuka kumbe imefika wakati wa kuenda kumcha Mwenyezi Mungu. So hiyo inakuwa ni kupatia watu attention, sala inasimama. So inakuwa ni mwito wa watu. Zamani hakukuwa speaker, walikuwa wanatumia mdomo, wanapanda katika mahali palipoinuka, wanaita watu. Lakini teknolojia imekuja, kuna speaker, so inatumika. Nikia kuwaita watu waje na adhana haichukui hata dakika 2, adhana inakuanga dakika 1. Inanyamaza, watu wanakuja, alafu sala haiswaliwi kwa sauti ya juu, inaswaliwa kwa sauti ya katikati. Amina. Swali la pili na limenikujia tu saa hii, nilikuwa nimesema niko na swali moja. Hamna tatizo kaka. Hivi kati ya Uislamu na Ukristo ni gani ambayo ilikuja baada ya nyingine ama kabla ya nyingine? Asante sana. 22:78 Qur'an. Mambo yako paruanja kabisa baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Na ipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Asante. Yeye amekuchagueni muwe ulio bora. Asante. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Asante. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko, na katika hii Qur'ani mmeitwa jina hilo. Qur'ani inatuambia Uislamu ni mila ya baba yetu Nabii Ibrahimu alayhi salam. Yeye Mwenyezi Mungu alituita Waislamu tangu katika vitabu vya zamani. So Uislamu ulikuwako tangu zamani. Mungu ametuita Waislamu. So Uislamu ndio dini iliyotangulia duniani. Kwa tulia, pole nimalizane na huyu. Mbona maji isichemuke. Na wacheni tu nini? Nabii Ibrahimu alayhi salam ni Muislamu. Nabii Nuhu ni Muislamu. Manabii wote waliotumwa na Mwenyezi Mungu ni Waislamu. Na Nabii Ibrahimu ndiye amejenga msikiti wa Maka. Na Adam ni Muislamu. Nabii Ibrahimu alayhi salam ndiye amejenga msikiti wa Maka, ndiye amenyanyua kuta za Al-Kaaba wakiwa na mtoto wake Nabii Ismaili alayhi salam. Unanipata vizuri na ukitaka nakupa Qur'ani inakueleza hayo maneno, sio porojo ya kichwa changu. Bada vizuri Asome Qur'ani 6:92. Tasoma, ngoja tumalizane na huyu, alafu utakuja tu ulete vioja vyako. Ngoja kwanza tumalizane na kaka. Kama kuna mtu ana swali atakuja. Mbona Mbona shindano, unajua shindano unapoiweka watu wanaanza kurukaruka. Sasa sijui mbona watu wanarukaruka wakati Mbona unarukaruka wakati vitu viko wazi? Qur'ani 4:125 anza hapo baba, ama 24. Chap tumpe hiyo. Tumalizane nayo kwa sababu naona watu wanarukaruka, wanaona kama Ibrahimu alikuwa dini nyingine. Kuja kesho mapema. Asante. Qur'ani 4:125. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na nani aliye bora kwa dini kuliko yule ambaye ameuelekeza uso wake kwa Mwenyezi Mungu? Asante. Naye ni mwema na anafuata mila ya Ibrahimu kuwa Muislamu kweli kweli. Unasikia, anafuata mila ya Nabii Ibrahimu kuwa Muislamu kweli kweli, kwa sababu Nabii Ibrahimu alayhi salam alikuwa ni Muislamu tena kweli kweli. Tena Ibrahimu huyu alikuwa ni imamu, ndio alikuwa akiongoza sala. 16:120 Qur'ani Surah Nahari. Naona anakagua humu. Ukristo imekuja kuanza juzi wakati Paulo ameanzisha as a movement. Ilikuwa ikiitwa Paulinity, ikabadilishwa ikaitwa Christianity.
Ni Paulo walianza katika mji wa Antiokia, ikawa kama movement na ikashindikana kuingia katika Israeli kwa sababu waliona kule Uislamu, ndio wakaipeleka katika upande wa Italy. Ndio unaona Ukristo mahali iliposambaa ni upande ya Italy na sehemu zingine. Ukiangalia percentage ambayo ya Waisraeli, hao Wakristo wengi wanasema tuko na Waisraeli Christianity ni 1.9. Hata afadhali Palestine ni 6.5. Safiri. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakika Ibrahimu alikuwa imamu. Ibrahimu alikuwa ni imamu, tena anaongoza katika sala. Hii maiki inafanya kaka. Naomba unieleweshe kwanza maana ya imamu. Imamu ni yule kiongozi ambaye anaongoza katika msikiti, anawaongoza Waislamu. Wenye nyinyi mna mtu anaitwa mchungaji, sisi tuna mtu anaitwa imamu, ndio kiongozi pale msikitini, anaongoza sala. Mbona hawezi kuwa mwanamke? Ni swali kama huyu angeuliza ingekuwa mzuri. Ni kwa sababu wanawake wajapatiwa hiyo ruksa ya kuwa viongozi. Waliopatiwa kuwa ni viongozi ni wanaume. Sikiza, hata Biblia yako inasema. Huyu anauliza mbona asiwe mwanamke? 14:14 kitabu ni cha Wakorintho, Matendo ya Timotheo wa kwanza 2:12 anauliza mbona isiwe mwanamke. Alafu mwanamke ni tunawapenda, ni dada zetu, ni bibi zetu, ni wake zetu na nini. Lakini wanawake katika mwezi wanakuwa na ile siku yao. Unaona? Sasa akiwa siku yake na ndio kiongozi itakuwaje kaka? Unaona? Sasa sikiza habari inasema. Tuanze nani mwalimu wangu? Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Wanaume ndio wanapewa hiyo ruksa ya kuongoza mambo ya ibada. Huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Teremka baba. Vivyo hivyo, wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Asante. Pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele, wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema kama yapasavyo wanawake wanaokiri uchaji Mungu. Mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna, simpi mwanamke ruksa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume. Sasa ndio hiyo. Ndio unaona kwa msikiti ni wanaume wanaongoza, sio wanawake. Mungu ana hekima yake akiweka hivyo. Kuna swali lingine? Sina swali. Asante. Haya. Karibu brother.